katika mifuko 6 au 7 ya UTT iliyopo, hakuna hata mfuko mmoja ambao umewekeza chini ya 40% kwenye hati fungani za serikali. Kwa hiyo ukienda kwenye zile sheria za AWOFI za kusema kwamba kampuni hii unaweza kununua hisa zake hata kama ina mapato mengine ya halal, haitakiwi kuzidi 5%. Lakini wao asilimia chini kabisa walionayo ni 40%. Kwa hiyo inaifanya mifuko yote ya UTT kutokuwa halal. Kwa hiyo kama kuna dada zetu wanawashauri watu kwenda kuwekeza kwenye UTT, watakiwa wafahamu kwamba haifai kwenda huko. Nimalizie mwisho, mwenyekiti, ili swala la group aliongea hapa Sheikh Mohamed Isa kuhusu groups na nini. Sisi pia shirika tuna utaratibu kusaidia vikundi kama hivyo kuwekeza. Tunatengeneza vitu tunaita investment clubs. Kwa hiyo kwa sababu hivi vikundi unajua viko aina tofauti. Kuna watu wanakaa vikundi kwa ajili ya kukopeshana. Kuna watu wanaongeza vikundi kwa ajili ya kusaidiana kipindi cha shida na raha. Na kuna vikundi vinatengenezwa maalum kwa ajili ya uwekezaji. Kwa sisi tunasaidia watu, tunawapa mafunzo na kuwapa taratibu za kusajili hicho kikundi. Ukikisajili hicho kikundi, zile fedha zinazokusanywa pale, 100% ya zile fedha zinatumika kwa ajili ya uwekezaji tu. Changamoto ya vikundi hivi ya kiujumla, hatakiwi kutumia hela yote kuwekeza, kwa sababu kuna kiwango ambacho inabidi wakopeshane. Kwa hiyo ndio maana tumesema tutengeneze vikundi ambavyo ni maalum kwa ajili ya uwekezaji, ili waweze kuwasaidia hasa kina mama waweze kushiriki. Kwa hiyo kama wako 10, kila mmoja akatoa 100,000, wanapata 1,000,000, wananunulia sukuku. Ikilipo ile faida, wanadaiwa kila mtu 1% yake kwa mujibu wa kiasi alichoweka pale, na inaweza ikasaidia wao na ile faida wasiichukue. Naam Sheikh. Ndio, na Sheikh Mohamed anakumbusha tu kwamba unaweza kununua Zanzibar sukuku kupitia kwenye app ya shirika kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo nitaka tu nijazilizie pale kwenye yale maswala yaliyoulizwa pale mwisho, lakini mada yangu ilikuwa zaidi kwenye eneo la kutumia teknolojia. Jazakallahu khairan. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.